Shalom mpendwa mtazamaji wa channel yetu ya Afya Pamoja na Injili, na kukaribisha tena katika kidokezo au kipindi chetu cha Afya Pamoja na Injili wiki hii, ambapo kama kaida yetu tunaangazia masuala ya afya ya mama pamoja na mtoto, lakini pia tunatoa mafundisho ya Biblia, mahubiri pamoja na maombi. Basi usiache kulike, usiache kusubscribe katika channel hii ili uweze kupata kila vidokezo ambavyo vinapatikana kila wiki, ambapo kila wiki tunakuwa tuna sesheni za mahubiri, lakini pia tunakuwa tuna sesheni za elimu hasa juu ya afya ya mama pamoja na mtoto. Basi majina yangu naitwa Dr. Detrix Ndalawa, muuguzi na mkungala, pia mwana theolojia kutoka Maranatha First Assemblies of Tanzania. Basi kaa pamoja na mimi tunapoendelea katika kipindi hiki kizuri, ambapo siku ya leo tunazungumzia muongozo kamili unaohusu unyonyeshaji wa maziwa ya mama, au tunaongelea kuhusu breastfeeding kitaalamu, au kwa Kiingereza tunasema breastfeeding. Kwa hiyo tunataka tuone guideline au muongozo kamili kabisa unaohusika na masuala ya unyonyeshaji wa maziwa. Kama ambavyo tunafahamu kwamba maziwa ni kitu muhimu sana kwa watoto, basi kaa pamoja na mimi ili uweze kujifunza au kuongeza kwenye kile ambacho tayari ulishajifunza mambo mawili au matatu. Basi nini maana ya unyonyeshaji? Unyonyeshaji ni mchakato wa kumpatia mtoto maziwa moja kwa moja kutoka kwenye titi la mama. Kwa unyonyeshaji ni kwamba tunampatia mtoto maziwa moja kwa moja, direct from the mother's breast. Kwa maziwa ya mama yana virutubisho vyote muhimu, kinga na homoni zinazohitajika kwa ukuaji bora wa mtoto wako. Kwa lazima ufahamu kwamba maziwa yana vitu muhimu ambavyo vinahitajika, virutubisho vyote ambavyo mtoto anakuwa anavihitaji kwa ajili ya kukua kwa huo wakati. Kwa mfano tumezungumzia vitu kama kinga ambavyo zinamkinga mtoto asipate magonjwa ya hatarishi, kwa sababu kinga ya mtoto inakuwa bado iko chini, lakini pia homoni zile ambazo mtoto anazihitaji ili aweze kukua vyema. Basi baada ya kuona unyonyeshaji ni nini, basi aina za unyonyeshaji ni zipi? Kuna aina 4 za unyonyeshaji. Aina ya kwanza ni unyonyeshaji wa maziwa ya mama peke yake. Kitaalamu tunaita exclusive breastfeeding. Mtoto anapewa maziwa ya mama tu bila maji, vyakula vingine au vinywaji vya aina yoyote. Na hii hapa exclusive breastfeeding au unyonyeshaji wa maziwa ya mama peke yake anapewa mtoto, au kitaalamu tunashauri mtoto apatiwe ndani ya miezi 6 ya mwanzo baada ya kuwa amezaliwa. Na maana katika hichi kipindi utampa mtoto maziwa ya mama peke yake pasipokuwa umechanganya na maji wala vitu vingine, kwa sababu ndani ya hayo maziwa kunakuwa, kama nilivyosema, kuna kinga za mwili, kuna homoni ambazo mtoto anazihitaji kwa hicho kipindi. Namba 2 ni unyonyeshaji wa kiasi kikubwa. Unyonyeshaji wa kiasi kikubwa au tunaita ni complementary breastfeeding. Kwa hiyo katika unyonyeshaji ni kwamba maziwa ya mama ni chakula kikuu, lakini mtoto pia anaweza akapewa vitu kama maji au vinywaji vingine visivyo na virutubisho. Kwa hiyo you can add something, unaweza kaongeza kitu kingine ambacho kwa unampa mtoto, lakini sio kwamba hapa anapata maziwa ya mama peke yake. Kingine kuna unyonyeshaji wa sehemu au kitaalamu tunaita partial breastfeeding, partial. Sawa, hapa mtoto anapewa maziwa ya mama pamoja na maziwa ya kopo au vyakula vingine, partial breastfeeding. Yaani mtoto anakuwa ananyonyeshwa kiasi chake, lakini pia anakuwa anapewa na maziwa ya mama na vyakula vingine pia anakuwa anapewa. Kwa hiyo hizi partial. Kwa sio kwamba ni moja kwa moja anapata maziwa peke yake, anakuwa na vyakula vingine. Namba 4 ni unyonyeshaji wa kuendelea au continuous breastfeeding, ambapo kwenye hii continuous breastfeeding ni kwamba unyonyeshaji unaendelea baada ya mwaka mmoja pamoja na vyakula vingine. Kwa baada ya mwaka mmoja mtoto anaendelea kunyonya, lakini at this time mtoto anakuwa amefikia kiwango ambacho anaweza akawa anatumia vyakula vingine pia.
Kwa hiyo tumeona nini maana ya unyonyeshaji, kwamba ni kumpatia mtoto maziwa kupitia titi la mama, yani tunanyonyesha direct kutoka kwenye titi la mama. Kwa hapa hatuzungumzii mambo mengine kama maziwa ya formula na vitu vingine, tunazungumzia maziwa ya mama, kwa sababu maziwa ya mama katika hichi kipindi cha mtoto akiwa mchanga yana manufaa makubwa sana. Ingawa kuna wengi sana kwa nyakati kama hizi wamekimbilia sana vitu kama formula, wamekimbilia sana mambo mengine tofauti na maziwa ya mama. Lakini leo nipo hapa kukupa elimu kwamba maziwa ya mama ni bora zaidi na ndio yanayohitajika zaidi, hasa kwa mtoto mchanga au katika hichi kipindi cha miezi 6 ambao tumesema anapata maziwa ya mama peke yake, au kitaalam tunaita exclusive breastfeeding. Basi tuendelee na mada yetu tukiangalia sasa aina ya maziwa, yani aina ya maziwa yenyewe ambayo yanakuwa yanatoka kwenye titi la mama. Kwa kawaida maziwa yanakuwa yanatoka yakiwa tofauti. Maziwa yanatoka yakiwa tofauti kwa muda tofauti. Kwa hiyo aina ya kwanza ya maziwa ambayo inatoka ndani ya siku ya kwanza mpaka siku ya 5, kitaalam tunaita colostrum. Colostrum ni maziwa ambayo yanatoka. Maziwa ya kwanza yanakuwaga ni kama ya njano hivi, na mara nyingi haya maziwa yanakuwa yamebeba kinga mwili kwa ajili ya kuweza kumsaidia mtoto. Tunaona kabisa kwamba hii inaitwa colostrum kama hapa tunavyoona, na inatokea ni siku ya kwanza hadi siku ya 5. Wamama wengi wanaweza kawa wanafikiria kipindi hiki kwamba maziwa pengine hayatoki au kuna shida, lakini mara nyingi sisi kama wataalamu wa afya tunawashauri kwamba kweli maziwa yanatoka, na hayo maziwa ambayo ni ya njano na yanatoka kwa kiwango kidogo yanafaa, na ndio mtoto ambayo anakuwa anayahitaji kwa muda na wakati huo. Kwa namba 2 ni maziwa ya mpito. Maziwa ya mpito haya basi yanatoka kuanzia siku ya 6 mpaka siku ya 14 baada ya kuwa mama amejifungua. Kwa maziwa haya yanakuwa na mafuta zaidi na sukari. Na sukari hii tunaita ni lactose. Lactose ni sukari ambayo inapatikana katika maziwa. Kwa kuna maziwa haya ya mpito yanaanza kupatikana siku ya 6 mpaka siku ya 14. Baada ya hapo tunapata kitu kinaitwa maziwa kamili. Kwa maziwa kamili yanaanza kutoka baada ya siku 2. Na ndani ya haya maziwa kamili 90% ni maji na 10% inakuwa ni virutubisho ambavyo mtoto anavihitaji kwa ajili ya kukua na kukinga mwili wake dhidi ya magonjwa. Kwa kuna colostrum ambayo inatokea siku ya kwanza hadi ya 5, kuna maziwa ya mpito ambao ni siku ya 6 hadi ya 14, na kuna maziwa kamili ambayo yanatokea baada ya wiki 2. Katika maziwa haya kamili tumesema kwamba 90% ni maji, lakini 10% inakuwa na virutubisho, na hivyo virutubisho ni kama ifuatavyo. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa ndani ya haya maziwa kunakuwa na virutubisho. Kwa kirutubisho cha kwanza kinakuwa ni protein. Protini yenyewe kazi yake kubwa ni kwa ajili ya ukuaji wa mwili pamoja na kinga. Lakini pia kuna mafuta. Kazi kubwa ya mafuta ndani ya haya maziwa kamili ni ukuaji wa ubongo. Lakini pia kuna wanga ambao ni sukari, tumesema pale ni lactose, ni kwa ajili ya kumpa mtoto nguvu au nishati. Pia kuna vitamini pamoja na madini na vitu vya kuongeza kinga ya mwili. Kwa kama tulivyosema kwamba maziwa kamili ambayo yanatoka baada ya wiki 2, 90% inakuwa ni maji na 10% vinakuwa ni virutubisho kama protini kwa ajili ya ukuaji wa mwili na kinga, kama mafuta ambao kazi yake kubwa ni kwa ajili ya ukuaji wa ubongo, kuna wanga yani sukari ambao tumesema humu ni lactose kwa ajili ya nishati, pia kuna vitamini na madini na vitu vingine ambavyo vinaongeza kinga ya mwili. Kwa unaweza ukaona kwamba mtoto katika kipindi hiki anakuwa anahitaji zaidi maziwa ya mama, kwa sababu ndani yake haya maziwa kunakuwa na vitu ambavyo huyu mtoto anakuwa anavihitaji ili aweze kukua vizuri. Kwa hiyo basi lini mtoto inabidi aanze kunyonya, au ni wakati gani mzuri ambao mama anakuwa ana uhitaji kuanza kunyonyesha, kwamba what is the best time to start breastfeeding? Basi kitaalamu tunashauri kwamba anza ndani ya saa 1
baada ya mtoto kuwa amezaliwa. Na hii saa tunaita ni golden minute. Tunaita ni golden minute. Ndani ya saa moja tu baada ya mtoto kuwa amezaliwa, tunashauri kwamba mtoto tayari anyonye, kwa sababu hii inasaidia maziwa yaweze kutoka mapema, lakini pia inatengeneza uhusiano wa karibu baina ya mama pamoja na mtoto. Kwa kunyonyesha mtoto mapema kabisa, kama tunavyosema, ndani ya saa moja tu baada ya kuwa amezaliwa, tunaita ni golden minute. Na hiki kitu kina create bond baina ya mama pamoja na mtoto. Basi tunaendelea na ni mara ngapi basi mtoto inabidi anyonyeshwe kwa siku. Haya ni mambo ambao wamama wengi wanakuwa wanapata changamoto sana. Kwa hiyo mtoto mchanga inapaswa anyonyeshwe mara 8 mpaka mara 12 kwa siku. Mnyonyeshe mtoto wako kila anapohitaji. Akionyesha tu dalili za njaa, mnyonyeshe, ambazo dalili za njaa mara nyingi mtoto anaanzaga kama vile anang'ata vidole, anaweza akaramba vidole, unaweza kusikia na mumunya kwenye mdomo, na dalili kabisa ya mwisho ambao wengi huwa tunaijua ni pale mtoto ambapo anaanza kulia. Lakini mtoto mnyonyeshe kila unapoona ana dalili za kwamba ana njaa, basi mnyonyeshe. Kwa hiyo kadiri anavyokuwa idadi hupungua, lakini mara nyingi tunabakiza ni mara 6 mpaka mara 8, na inakuwa ni kawaida kabisa katika miezi au wiki hizi za mwanzo. Kwa hiyo tumeona kwamba mtoto inapaswa anyonyeshwe mara 8 mpaka mara 12, au tukigawa hapo unaona kwamba mtoto anyonyeshwe basi kila baada ya masaa 4 au kila baada ya masaa 2. Kwa utaendelea kupunguza kiwango cha kumnyonyesha mtoto kadiri anavyokuwa, lakini kwa kawaida kisipungue mara 6 mpaka mara 8. Kwa hiyo hasa kwa hii miezi ya kwanza. Na tukasema kwamba mtoto dalili ni zipi basi za kuonyesha kama mtoto ana njaa. Tukasema anamumunya midomo, anaweza kalamba vidole, unaweza kusikia kama anavuta chuchu, lakini kama haya yote atakuwa yamegwama, basi utamuona mtoto wako akilia. Kwa mara nyingi mtoto anapolia ni kwamba anaashiria kwamba ana njaa, hasa wale watoto wachanga. Kwa basi tunaendelea na somo letu. Basi ni jinsi gani ambavyo unaweza ukamnyonyesha mtoto. How can you, the proper positions of breastfeeding. Unawezaje basi kunyonyesha huyu mtoto wako? Kwa mshike mtoto karibu na kifua chako. Yaani sogeza mtoto karibu na kifua chako. Tena hakikisha ananyonya vizuri, anashika sehemu kubwa ya areola na si chuchu peke yake. Tunaposema kwamba shika mtoto umweke karibu na kifua chako, au tunasema kwamba hakikisha kwamba tumbo la mtoto na tumbo la kwako vinagusana. Baada ya hapo mwekee mtoto nyonyo yote au ile areola yote iingie ndani, sio kachuchu peke yake, kwa sababu akivuta chuchu peke yake ile surface area ya mtoto anaonyonya inakuwa ni ndogo. Kwa anapovuta maziwa mengi hayatoki. Kwa hiyo unamwekea ile chuchu pamoja na areola, ni ule weusi ambao umezunguka ile nyonyo ya mama. Kwa hakikisha kwamba mdomo wa mtoto pia unakuwa umeshika mpaka kwenye ile areola. Pia anza na titi moja hadi alimalize, ndipo ubadilishe. Tunasema angalau hakikisha mtoto ananyonya dakika 15 katika titi hili. Baada ya hapo anahamia tena katika titi jingine. Kwa hakikisha kwamba mtoto ananyonya mpaka maziwa ambapo yanakuwa yamekwisha. Kwa hiyo hapa kwenye picha nafikiri unaweza ukaona zile position ambazo tumekuwa tukisema kwamba hakikisha unaona kuna kitu kinaita cradle hold. Kama unavyoona, unahakikisha mkono wako mmoja umeshika hapa kwenye tako la mtoto, umemgeuza tumbo la mtoto na la kwako zimegusana, na mkono mmoja unanyonyesha kama unavyomuona mama pale. Kingine kuna cross cradle. Kuna cross cradle hold. Aina nyingine kama unavyomuona mama huyu hapo anamnyonyesha mtoto, amemgeuza, amemshika mkono wake kwenye kichwa ili kuweza kumsapoti, na kisha mkono mwingine umempatia nyonyo. Sehemu nyingine ni kama hapo tunaita football hold. Yaani kama ambavyo unakuwa umeshikilia mpira, nafikiri unaona mtoto mguu mmoja umepita kwenye mkono, umecross, alafu kichwa chako kimeweza kumsapoti mwanao anapokuwa ananyonya. Lakini kingine ni side lying position. Yaani unaweza ukamnyonyesha mtoto wako ukiwa umejilaza kwenye kitanda, pengine umechoka,
unalalia upande mmoja, unamsapoti mtoto. Hakikisha tumbo la mtoto na la kwako vinagusana muda wote. Hapo ndipo unakuwa umemweka kwenye eneo sahihi mtoto wako kuweza kunyonya. Kwa hiyo unaona, unaweza ukaona staili nyingine za kunyonyesha. Hapa tuna parallel position, ambapo unaona pengine una watoto wawili, mmoja unamweka titi hili na mwingine titi hili, na wanaweza kunyonya. Lakini pia unaona double football position. Hapa tunaongelea wale wa mama ambao wana mapacha. Lakini pia unaona kuna double cradle au crisscross position. Kwa unaweza ukaona hapo kwa parallel position, double football, double cradle na mambo kama hayo. Kwa tunaweza tukaenda polepole. Unaona hapo kuna cradle position, kuna cross cradle hold, then kuna football hold, kuna side lying, na pia unaweza ukaona picha kama hizi hapa ambazo zinakusaidia ujifunze namna ya kumweka mtoto wako katika eneo zuri pale unapokuwa unamnyonyesha, ili aweze kuvuta maziwa ya kutosha. Kumbuka kama ambavyo nimesema kwamba mtoto anategemewa kwamba anyonye angalau dakika 15 titi moja. Maziwa yatakuwa sasa yameisha, unamhamishia kwenye titi jingine. Hakikisha mtoto wako ananyonya maziwa yote, ili maziwa yaweze kutolewa mengi katika matiti au nyonyo zote. Kwa baada ya kuwa tumeangalia namna ya kuweza kunyonyesha na position nzuri ya kuweza kumweka au eneo zuri la kuweka mtoto wako ili aweze kunyonya maziwa mengi na ya uhakika, sasa tuje kwenye faida za unyonyeshaji. Na katika hizi faida kuna faida kwa mtoto, lakini pia kuna faida kwa mama. Faida za unyonyeshaji ni zipi? Faida ya kwanza tutaanza na kwa mtoto. Maziwa yana lishe bora ya asili, lakini pia maziwa hutoa kinga dhidi ya magonjwa. Maziwa hupunguza hatari ya pumu ndo asma, kisukari pamoja na unene, yani obesity ambao mtoto anaipata utotoni. Lakini maziwa husaidia katika ukuaji wa ubongo, kama ambavyo tumeona kule kwenye vile virutubisho ambavyo vinakuwemo, kwamba kuna baadhi ya kirutubisho ambacho kazi yake kubwa ni kufanya ubongo wa mtoto ukue. Kwa maziwa ni lishe bora ya asili ambayo mtoto anaipata, lakini pia maziwa yanasaidia kukinga mtoto dhidi ya magonjwa. Maziwa hupunguza hatari ya pumu, yani asma, kisukari pamoja na unene wa utotoni, yani obesity. Lakini pia maziwa ya mama yanamsaidia mtoto katika ukuaji wa ubongo. Faida ambazo mama anazipata, namba moja ni kuimarisha uhusiano wa mama na mtoto. Namba 2, maziwa yanasaidia tumbo kurudi katika hali yake. Maana mama baada ya kuwa amejifungua, tuna hakika kwamba kile kizazi huwa kinashuka sentimita 1 kwa kukadiria kila siku. Ndani ya siku 10 na maana kitakuwa kimeshuka sentimita 10 na tumbo la mama litakuwa limerudi kawaida. Kwa kunyonyesha maziwa kunasaidia tumbo la mama liweze kurudi kawaida katika hali yake. Lakini pia kunyonyesha maziwa kunamsaidia mama kupunguza uzito wa ujauzito. Lakini pia kunapunguza hatari ya saratani ya titi pamoja na ovari. Kwa baada ya kuwa tumeona faida za kunyonyesha, basi tuje changamoto ambazo zinaweza zikamzuia mama asiweze kutokwa na maziwa. Changamoto ambazo zinaweza zikamzuia mama asiweze kutoa maziwa ambayo yalikuwa yanatakiwa. Changamoto ya kwanza ni kutonyonyesha mara kwa mara. Kwa wale wa mama ambao hawapendi kunyonyesha watoto wao mara kwa mara, wanakutana na changamoto ya kutokuwa na maziwa ya kutosha au maziwa kutotoka. Changamoto namba 2 ni kwamba mtoto anashika titi vibaya. Kama nilivyosema kwamba mtoto wako unapomweka anyonye, hakikisha kwamba sio tu chuchu, bali na lile eneo la areola, yani lile eneo ambalo linakuwa na weusi kwenye nyonyo, basi mdomo wa mtoto pia unakuwa umefika pale. Namba 3 ni msongo wa mawazo au wasiwasi. Tunaelewa kwamba mama anapokuwa amejifungua ndani ya hizi siku 10, kuna mambo mengi ambayo mama yanakuwa yanamsumbua, ya kifamilia, ya kimahusiano na mambo mengine, na gharama ambazo siku hizi zimekuepo unapokuja katika kulea watoto. Kwa wamama wengi wamekuwa wanaingia katika msongo wa mawazo. Kwa huu msongo wa mawazo umesababisha sana wengi maziwa yao yasitoke, au yakitoka basi hayatoki kwa kiasi cha kutosha, hasa katika zile siku 10 za kwanza baada ya kuwa wamejifungua. Kwa hiyo hii inaweza kusababisha kwamba maziwa
yasitoke vizuri. Changamoto nyingine ambayo inaweza kusababisha maziwa yasitoke vizuri ni matatizo ya homoni. Kwa mama akiwa na matatizo ya homoni yanaweza kusababisha maziwa yasitoke vizuri. Jingine ni dawa. Kuna baadhi ya dawa aina fulani pia zinaweza zikachochea maziwa yasitoke vizuri. Na changamoto ya mwisho ambao mara nyingi inaweza kusababisha maziwa yasiwe yanatoka vizuri basi ni upungufu wa maji, au mama kama anapata lishe ambayo ipo duni. Kwa haya yote yanaweza yakasababisha maziwa yasitoke vizuri. Basi ushauri ni mnyonyeshe au kamua mara kwa mara. Hakikisha ili uweze kuvuka hizi changamoto ambazo nimezitaja hapa, hakikisha unamnyonyesha mwanao mara kwa mara. Angalau kama tulivyosema masaa 2 unampa, au masaa 3. Ina maana ni mara 8 kwa siku au mara 12, au kila baada ya masaa 2 unampa mtoto. Na hakikisha mtoto ananyonya maziwa ya kutosha. Pia tumia matiti yote mawili. Hakikisha unatumia matiti yote mawili. Kama nilivyosema, ananyonya dakika 15 titi moja, baada ya hapo unamgeuza tena ananyonya dakika 15 titi nyingine. Lakini kama mama, hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha, kwa sababu kama unakunywa maji ya kutosha basi maziwa nayo yanakuwa mengi. Lakini kama haunywi maji ya kutosha, basi unaweza kukutana na changamoto ya kupata maziwa machache, au basi maziwa yasitoke kwa sababu wewe mwenyewe haunywi maji. Angalau lita 2 mpaka lita 3.5 kwa siku kwa mama ambaye amejifungua. Kwa hakikisha unapata maji ya kunywa. Basi tutaenda kumalizia sehemu yetu ya mwisho kwa kupitia magonjwa ya matiti wakati wa kunyonyesha. Kuna magonjwa ambayo yamekuwa na tabia za kuibuka hasa pale mama anapokuwa anafanya unyonyeshaji. Na haya magonjwa yameonekana kuwa na changamoto, na wamama wengine wakiwa na sintofahamu, wakiwaza mambo mengi, na wakati mwingine kupitia uchungu wakati wa unyonyeshaji. Basi tutakwenda kuyapitia haya magonjwa moja baada ya jingine, na ili uweze kuona maelekezo, uweze kujua dalili, lakini uweze kujua tiba yake hasa ni ipi. Na gonjwa la kwanza kabisa linaitwa ni mastitis. Mastitis ina maana matiti yanakuwa yamevimba. Na maelezo kuhusiana na huu ugonjwa ni kwamba haya ni maambukizi ya tishu za matiti. Kwa hiyo unakuta mama titi lake limevimba na linakuwa linaoma. Kwa dalili ya mastitis ni hipi? Basi dalili yake mara nyingi kunakuwa na maumivu makali, kunakuwa na joto, na mama anakuwa na homa. Na huwa tunatibu hii mastitis hospitalini kwa kutumia antibiotic, na baada ya hapo mama unaendelea kunyonyesha kama kawaida. Kwa huu ugonjwa mama titi lake linakuwa limevimba na linauma, kuna maumivu na mama anakuwa na homa. Namba 2, changamoto nyingine huwa ni matiti kujaa sana. Unakuta mama titi lake limevimba kabisa, limejaa. Kwa hiyo maelezo ya hapa, mama ukiona titi lako limejaa sana, limepitiliza, ina maana maziwa yanakuwa yamejazwa sana kupita kiasi. Na dalili yake kubwa, maziwa yanakuwa yamevimba, lakini pia kunakuwa na maumivu. Kwa unawezaje mama ukaepukana au ukatatua shida kama hii? Utaendelea kunyonyesha au hakikisha kwamba unakamua maziwa yako mara kwa mara. Kwa hiyo ukifanya hivyo, basi hiyo changamoto inakuwa imetoka. Changamoto namba 3 ni mirija ambayo inatembea katika matiti kuziba, au tunasema kwamba au njia ya maziwa kuziba. Kwa hiyo hapa unakuta kwamba kuna gonjwa, lakini pia kuna maumivu. Kwa hiyo hapa nini ambacho inabidi kukifanya? Unaweza ukaweka joto, au unaweza ukasugua. Ina maana ukawa kama vile unayamasaji yale matiti yako, lakini pia ukanyonyesha mara kwa mara. Tunasemaga unaweza ukamasaji yale matiti, ile mirija ikafunguka, alafu maziwa yakaendelea. Kwa unakuta mirija ile ambayo inaleta maziwa imeziba, hii nayo inasababisha maumivu. Kwa hiyo tu unayasugua au unayamasaji matiti yako, na baada ya hapo unaweza ukafanya nini? Ukaendelea kunyonyesha kama kawaida. Changamoto nyingine hapa ambayo inatokea wakati wa kunyonyesha ni fungus, au tunaita thrush, ambapo hapa yanakuwa ni maambukizi ya chuchu. Sasa chuchu unakuta inawasha, chuchu inang'aa, na chuchu inakuwa na maumivu makali. Kwa hiyo hapa ambacho tunafanya, unapewa tu antifungal, unameza, na basi hali yako inakuwa nzuri.
Kingine ni chuchu kukatika. Chuchu kukatika. Kwa unakuta hapa chuchu zinakuwa zimekatika kama zinatoa vidonda pale kwenye chuchu. Kwa dalili kubwa ni kwamba ni maumivu na pengine kutokwa damu. Unakuta mama na maumivu na anatokwa damu pale kwenye chuchu, unakuta kama ana vidonda pale. Kwa hapa ambacho kinatakiwa kufanya au tiba yake ni kuboresha kushika matiti, na maana hakikisha unashika matiti yako ukiwa pengine umenawa mikono au umeliosha lile titi. Lakini pia unaweza ukapewa mafuta ambayo kwa unapaka yakakusaidia kuweza kuponesha lile eneo na kuweza kukamilisha. Kwa hiyo tumeona mastitis, tumeona matiti kujaa sana, tumeona mirija ambayo inaleta maziwa kuziba, tumeona fungus, lakini pia tumeona gonjwa la chuchu kuweza kukatika, na tumeona vile ambavyo tunaweza kufanya ili kuweza kutatua changamoto kama hizo. Hivi ni vitu ambavyo kama mama ambaye unanyonyesha, kama mwanamke ambaye unajiandaa kuweza kuzaa na kuwa mama bora, inabidi uvifahamu ambavyo vina faida hasa katika kuhakikisha kwamba afya yako na afya ya mtoto wako inakuwa njema. Kwa tunaendelea na kipengele chetu ambacho kinasema vyakula ambavyo vinaongeza maziwa wakati mama anapokuwa ananyonyesha. Basi vyakula hivi ni vipi? Kuna uji wa ulezi, uji wenye wanga, majani ya mlenda, majani ya kunde, vitunguu saumu, karanga na rozi, papai bichi, ubuyu, chai ya maziwa, supu ya kuku na mambo mengine mengi yanayofanana na hayo. Kwa hiyo hapa unakuta wamama inabidi wale, lakini uji ni muhimu, supu ni muhimu, mboga za majani ni muhimu, lakini mboga za maboga mara nyingi hapa hatuzishauri kwa sababu zinajaza tumbo gesi. Kwa pia hakikisha mama anakunywa maji mengi. Tumesema angalau lita 2.5 mpaka lita 3 au glasi 8 mpaka glasi 12 kwa siku. Lakini pia kuna vyakula ambavyo ni vya kuepuka katika huu wakati, hasa hapa ndipo pa kukazania. Kwa mfano vitu vyenye kafini nyingi wakati unanyonyesha inabidi usivitumie kwa wingi. Kwa mfano vitu kama kahawa, vitu kama soda, usitumie zaidi ya vikombe 2 kwa siku. Tukiacha kafeini, jambo jingine ambalo inabidi usitumie ni pamoja na pombe. Subiri baada ya saa 2 au masaa 3 kabla ya kunyonyesha, baada ya kuwa umekunywa hiyo pombe yako. Kwa hiyo umekunywa pombe, angalau hakikisha usinyonyeshe mpaka baada ya masaa 2 au masaa 3 yamepita. Pia kuna samaki wenye zebaki nyingi, mfano kama papa, sio vizuri kutumia. Lakini chakula chenye viungo vikali pia kinaweza kikaathiri mtoto. Na vyakula ambavyo vinasababisha gesi au mzio, kama nilivyosema, vyakula ambavyo vinasababisha gesi ni kama nimesema, kwa mfano majani ya maboga. Kwa unaweza ukala vyakula lakini majani ya maboga vina tabia ya kuleta gesi. Cabbage zinaleta gesi, maharage yanaleta viungulia na mambo kama hayo. Kwa unaweza avoid vyakula kama hivyo, caffeine, pombe, vyakula vikali vyenye viungo vingi, spices nyingi, lakini pia vyakula ambavyo vinaleta gesi. Unaweza ukaamua kuepukana navyo katika kipindi hiki cha unyonyeshaji ili uweze kutoa maziwa mazuri na afya yako na ya mtoto iwe njema. Basi kuna athari gani za ngono pamoja na msongo wa mawazo kwa mama anayenyonyesha? Je, ngono inaathiri utokaji wa maziwa? Kwa hiyo ngono ni salama wakati wa kunyonyesha. Maziwa yanaweza kutoka wakati wa kushiriki tendo. Tumia njia salama ya uzazi. Kwa hiyo ngono ni salama kabisa. Mtu unaweza kufanya seksi vizuri tu kipindi unanyonyesha, na in fact kama mama ananyonyesha tulisema kwamba anakuwa automatically anafanya natural family planning. Hawezi akashika mimba kipindi mama ananyonyesha, labda kama hanyonyeshi mara kwa mara. Kwa wakati huu hakikisha unatumia njia nzuri na salama, hasa baada ya siku ya 42 baada ya kuwa umejifungua. Hakikisha una mfumo au una njia ya uzazi wa mpango ambayo unaitumia iweze kukusaidia. Tunaendelea. Je, msongo wa mawazo una namna gani ambavyo tumezungumza pale kwamba msongo wa mawazo unachafua au unaweza ukasababisha maziwa yasitoke kwa wingi. Kwa hiyo msongo wa mawazo, yani depression au stress, namba 1 inapunguza homoni ambayo inaitwa ni oxytocin kitaalamu. Na hii oxytocin ndio inayosaidia
kutoka kwa maziwa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo basi upunguza wingi wa maziwa kwa muda. Na pia jikinge mama na msongo wa mawazo, hakikisha umepumzika, pokea msaada, pia pumua kwa kina ukiwa umetulia. Hakikisha kwamba muda huu ambapo unakuwa unafanya unyonyeshaji upunguze sana msongo wa mawazo, kwa sababu kama tulivyosema kuna homoni ambayo ndio inadili na utokaji wa maziwa ambayo inaitwa oxytocin. Sasa msongo wa mawazo una tabia ya kuzuia hii oxytocin, na oxytocin ikizuiliwa basi utokaji au wingi wa maziwa yanayotoka unakuwa umepungua. Na sehemu ya mwisho ambayo tunataka ujifunze mpenzi mtazamaji wa Afya Pamoja na Injili Online TV ni je, unapaswa kunyonyesha mtoto wako kwa muda gani? Kwa sababu kuna wengine wanasema wananyonyesha mwaka mmoja, wengine wanasema miaka miwili, wengine wanasema nilimwachisha baada ya miezi 9 na mambo kama hayo. Kwa kulingana na ushauri wa kitaalamu ni kwamba unapaswa mtoto wako umnyonyeshe maziwa ya mama peke yake miezi 6 ya mwanzo. Kwa hiyo miezi 6 ya mwanzo mtoto inabidi anyonyeshwe maziwa pekee ya mama. Kitaalamu tunaita exclusive breastfeeding. Na baada ya hapo unaweza ukaendelea kumnyonyesha mtoto pamoja na kumpa vyakula vingine hadi atakapofikisha miaka 2 au zaidi. Kwa mtoto mara nyingi tunanyonyesha mpaka miaka 2, lakini maziwa ya mama peke yake anatumia miezi 6. Baada ya hapo complementary feeding anaanza kutumia vyakula vingine, na hiyo inaweza kaenda mpaka miaka 2. Kwa hiyo Mungu akubariki wewe ambaye umefuatilia kipindi hiki. Usiache kulike, usiache kusubscribe, weka comment yako tuone pale ambapo tunaweza tukaboresha kipindi hiki ili kile ambacho kinatolewa kiweze kuwa na manufaa kwa wengi. Mungu akubariki, tukutane tena wiki inayofuata kwa ajili ya somo letu jingine. Amen.